Get the best live interviews, all politics analysis and entertainment news all over East Africa and beyond. This is KG Chipande Show. So guys, nimepata habari hapa kutoka kwa dada yetu fulani hivi kutoka nchi ya Abu Dhabi ama nchi ya UAE kule, ambako alikuja na kuniambia kwamba KG, hebu fafanua hili swala zima la kwamba kwa sasa tunapaswa kulipa dirham 7,000 ili mradi tuweze kusafiri kurudi zetu nchini Kenya kutoka nchi ya UAE hapa, ambapo dirham 7,000 ni takriban laki 2,055 pesa taslimu ya Kenya, 255,000. Hii ni pesa nyingi sana, ambapo watu ambao wako Abu Dhabi ama watu ambao wako UAE kwa sasa ambao wanataka kurudi makwao wanapaswa kulipa hiyo pesa kwa ndege ya Kenya Airways ili waweze kurudishwa makwao. Lakini sio hivyo tu peke yake, hata baada ya kwamba hiyo ujumbe umetolewa hivyo, kuna ujumbe mwingine ambao pia vile vile uliweza kutolewa tarehe 8 ambapo unasema kwamba wale wote ambao walikuwa wanatakana kusafiri kurudi kwa sababu evacuation, baada ya kwamba wamelalamika wako kwenye hali hatari ama hali ambayo haiko kawaida, hivyo basi wanahitajiwa waweze kurudi makwao. Ndege ya Kenya Airways imesema kwamba imesitisha mchakato huo wa kuwachukua na kuwaregesha nyumbani, ambapo badala ya ile tikiti yake ambayo ilikuwa ni ya kawaida, ambapo Wakenya walipaswa walipe 47,000 ama 50,000, hii ni pesa taslimu ya nchi ya Kikenya, kwa sasa walitakiwa walipe 255,000, that is 255,000, ambapo ukiangalia hiyo price imefanya kama triple na bado ikaongezeka na juu, yani ni mara 5 ya ile pesa ambayo watu ambao wanapaswa walipe walikuwa wanahitajika walipe ili mradi waweze kutolewa kwenye ile shida. Ndio pale ambapo Wakenya wengi sana waliingia kwenye mitandao na kulaumu serikali pamoja na shirika zima la Kenya Airways, ambao walikuwa wanawaambia kwamba asa vipi wakati ambao tuko kwenye shida sisi kama Wakenya ambao tunahitaji msaada wa serikali yetu ama tunahitaji msaada wa vyombo ambavyo viko nchini mwetu viweze kutusaidia na kututoa sehemu ambayo sio salama kwa sisi ama sio salama kwetu sisi kuendelea kuisha. Leo hii mnatuambia kwamba tuweze kulipa pesa yote hii, ikitazamiwa kwamba kunao baadhi ya Wakenya ambao kule ambako wako nchi za Uarabuni kwa sasa wako salama na wanafanya kazi zao vizuri, wanarauka wakikesha, wanafanya kazi zao vizuri wakisubiria mishahara yao ingie ili maisha yaendelee. Lakini vile vile pia tutambua kwamba kunao baadhi ya Wakenya ambao wako sehemu kama za Iran, wako sehemu kama za Saudi Arabia, wako sehemu kama let's say like Israeli pia, ambao kwa sasa baadhi yao wako kwenye hali hatari na wanahitaji msaada wa serikali ili mradi waweze kurudi makwao. Sasa baadhi ya wale ambao wako UAE ama wako nchi ya Uarabuni ambao ni United Emirates kule, wanatakiwa walipe pesa ambazo zimezidi zaidi, mpaka wale ambao wameandika kazi ama wamewaajiri pale wanaona ugumu kuwalipia kwa sababu ile ndege yao ambao itawapeleka direct mpaka kwao imekuwa ghali, ikizingatiwa kwa sasa ni ngumu upate ndege ambayo inaenda kwenda place nyingine. Let's talk about Ethiopia Airlines, ambapo labda Ethiopia Airlines ingewachukua kutoka pale ikawapeleka Addis Ababa, kutoka Addis Ababa ndio apeleke Nairobi ama Mombasa. Hakuna ndege kama hiyo kwa sasa kwa sababu ile visora ambazo zinaendelea. Lakini vile vile pia ndege ya Emirates ama ndege ya Abu Dhabi pale ambao ni ya Fly Emirates imeweza kupunguza tikiti hiyo na kuiweka 70,000 kwa kila mtu ambaye anahitaji kusafiri kwenda zake nchini Kenya. Na kwa sababu ya zile shutuma ambazo ndege ya Kenya Airways imepewa pamoja na ile security alert ambayo iliwekwa, hivyo basi kwa sasa hakuna ndege ya Kikenya ambayo inasafiri kwenda Dubai ili kuchukua mtu yoyote kutoka Abu Dhabi. Sasa tuseme kimeturamba ama tuseme kimewaramba ama tuseme biashara imekwama kwa sasa. So ladies and gentlemen, nafikiri nimejibu hili swala na nimeelezea kikina kabisa, ambapo ilikuwa inaleta sintofahamu fulani, ikizingatiwa kwamba Wakenya walikuwa wanapaswa kulipa pesa nyingi ambazo hawakutakiwa kuzilipa at once, ambapo pia vile vile tarehe 8 mwezi wa 3 rasmi mwaka 2026 imeelezwa kwamba Kenya Airways has suspended its special
a repatriation flight from Dubai due to security concern and guidance from local authorities. Asa wamekataa na imeisha kwa sasa, na wamekataliwa pia kusafiri baada ya kwamba hali ni mbaya na hali ni tete, kwa sababu nitarejelea kitu ambacho watu wengi sana walikuwa wakisema kwamba KG ulisema mbona saa hii umegeuza, ambapo ile rais wa Iran, nchi ambayo inavamiwa mara kwa mara hii na kupigwa mabomu, ambayo inalipisha mabomu kwa majirani zake, na tayari ililipisha mabomu kwa majirani zake kwa takriban siku 12 mpaka leo, ambapo rais wa Iran alisimama na kuomba msamaha nchi jirani na kuambia kwamba kamwe kabisa hawatoendelea kuwapiga mabomu. Lakini kitu ambacho hatujui ama kitu ambacho tunapaswa tujue ni kwamba rais wa Iran hana nguvu zile ambazo amepewa, ama amri ile ambayo yeye ako nayo haina nguvu kama yule ambaye tunamuita supreme leader ama kiongozi wa kiroho ama kiongozi wa dini ya Kiislamu ya lile nitasema dhehebu la Mashia ambao liko pale nchini Iran, ambao kuna kiongozi wao ambao kiongozi ana nguvu zaidi kuliko hata yule ambaye ni rais wa ile nchi pale. Hivyo basi kauli ambayo inatoka kwa rais sio kauli ambayo inapaswa ichukuliwe na yule ambaye ni kiongozi ambaye ni wa Kiislamu ndani ya nchi ya Iran. Hivyo basi baada ya kwamba rais ameweza kutoa ile kauli na kuomba msamaha kwa nchi jirani na kusema kwamba vita vitasitishwa kwa nchi jirani, lile kiongozi wa Shia pia ama kiongozi wa dhehebu la Shia la Kiislamu pale nchini Iran alisimama na kusema kwamba bado mapambano alatuna continue. Hivyo basi mabomu yakaendelea kumiminwa ma airport, na mabomu yakaendelea kumiminwa kwenye sehemu ambazo ni za nguvu ambazo zimeshikilia majasusi hawa kutoka nchi za Amerika pamoja na nchi za Israeli. Kuna kauli tete ambayo ilikuwa inatoka na kusema kwamba kunayo baadhi ya miundombinu ama kunayo baadhi ya sehemu kama za malazi kama mahoteli makubwa makubwa ndani ya nchi ya Abu Dhabi na ndani ya nchi ya tuseme kama Israel inalipuliwa, ambapo watu walikuja kukashifu na kusema kwamba vita hivi vilisemekana ni vita ambao vitapiga sehemu peke yake ya yale maabara ama sehemu ya kambi za wanajeshi wa Amerika kule ambako wamekuwa. Kwa nini sasa Iran inapiga mahoteli ndani ya Dubai, inapiga mahoteli ndani ya Israel? Lakini wa Iran nao pia vile vile kupitia ubalozi wake ndani ya Uingereza wakajibu na kusema kwamba ukiona hoteli yoyote ile inapigwa mabomu nchi yoyote ile, basi jua wazi ya kwamba ile hoteli imehifadhi majasusi ama imehifadhi wanajeshi ambao wameenda kule kwa minajili ya kwa minajili ya matibabu vile. Mfano, ama ukiona hospitali imelipuliwa, basi ujue kuna wanajeshi wa Amerika ama wanajeshi kutoka Israel ambao wameenda kule kwa sababu ya matibabu ama wamejificha kwa hoteli fulani kwa minajili ya mapumziko. Hivyo basi ikifahamika na kutambulika kwamba wamefika kule, ile hoteli inalipuliwa ili wanajeshi wale waweze kupotezwa kabisa. So ni hatari kwa sasa hata nchi yoyote ile hapa duniani kuhifadhi wanajeshi kutoka Amerika ama kuhifadhi wanajeshi kutoka Israeli. So tuombe Mungu sana tuweze kutoka kule tulikokuwa salama salmini. It is what it is, ladies and gentlemen. This guy, please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.